zikushuhudie ndani ya moyo wako ya kwamba kile unachokifanya ni dhambi. Sasa kuna wakati ambao wewe unaweza ukaamini ya kwamba kwangu nikiwa hivi ni dhambi, na mwingine akaamini ya kwamba kwake sio dhambi. Jambo wapendwa katika Kristo, tunawasalimu tena katika pendo la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni matumaini yetu kwamba nyote ni wazima wa afya, nasi pia ni wazima wa afya. Tunashukuru Mungu kwa kupata kibali na nafasi tena ya kuonana au ya kuwa pamoja kwa wakati huu. Leo niko tofauti kidogo na tumeamua kufanya hili jambo kwa sababu ya faida ya watu wa Mungu, faida ya kanisa la Bwana, na sio kwa sababu ya bifu. Ni kwa sababu ya kupotoshwa huku ni kubaya mno. Kupotoshwa huku ni kubaya mno. Haya ni mambo ambayo yanaweza yakaleta athari kwa jamii ya Wakristo, yanaharibu maadili ya imani ya Ukristo. Na hivyo ni tofauti sana, kwa sababu tunakuja kutengeneza, mara nyingi si kwa namna hii, ni kwa namna nyingine ambayo ni tofauti na hii. Ila hii naona huenda ni kwa ajili ya kukupotoshwa huku. Bwana tusaidie sana. Huyu dada ambaye mtamuona au mnamuona kwenye screen sasa hivi, haya ni kupotoshwa. Alipotoshwa na anajaribu kupotosha wengine. Na huyu ni dada na alikuwa ni mchaji wa Mungu, lakini kwa sababu alipotoshwa, mimi naona si kwa bure, huenda alipotoshwa mahali fulani, na sasa anataka kupotoshwa kule apitishe watu wengine wapotoke. Ameongea mengi katika video hiyo, takriban dakika 6 hivi, na anachukua muktadha wake kutokana na mahubiri au mafundisho ya mzee Mbarikiwa. Namuita mzee kwa sababu si wa rika yangu. Anachukua kwa Mbarikiwa Mwakipesile, alafu anataka kutetea hoja zake za kupotoka alikopotoka yeye. Na hii inaweza kaleta athari, maana ni athari katika ulimwengu huu, ni athari katika imani hii ya Ukristo. Bwana tusaidie sana. Ngoja tuombe afu tupitishe kumfundisha na kumuonyesha huyu dada na watu wengine. Tufundishe alafu tumuonyeshe kupotoka kwake, kwamba imani haiendi hivyo anavyozani yeye. Bwana sifiwe. Tunakushukuru Yesu, maana umetupatia kibali tena. Tunakushukuru kwa neema yako. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Pata kutuelimisha na kutukanya, kutukaripia. Nina imani itakuwa hivyo kupitia uwezo wako, nikiomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja kwanza kabla hata tujaenda huko tusome kitabu cha Wakorintho. Nitasoma Wakorintho wa kwanza, sura hile ni ya kwanza. Nitasoma mstari huu wa 13. Unasema, je, Kristo amegawanyika? Je, Paulo ndiye aliyesulubiwa kwa ajili yenu? Je, mlibatizwa kwa jina la Paulo? Bwana sifiwe sana. Paulo anauliza swali hapa, je, Kristo amegawanyika? Ambalo na mimi naweza nikauliza huyu dada, je, Kristo amegawanyika? Maana hoja ya dada yetu ananukuu kwenye vitabu vya Paulo kwamba dhamira zako kama hazijakuhukumu, kwa hiyo wewe umekuwa safi. Mimi kwanza sifanyi kitu kwa bahati mbaya au labda sijui kile ninachokifanya. Aiza dhamiri zangu hazinishuhudia kwamba ni dhambi kwangu. Paulo akasema kile unachokifanya, basi dhamiri zako zikushuhudie ndani ya moyo wako ya kwamba kile unachokifanya ni dhambi. Sasa kuna wakati ambao wewe unaweza ukaamini kwamba kwangu nikiwa hivi ni dhambi, na mwingine akaamini kwamba kwake sio dhambi. Dada yangu,
Methali nasema wazavyo ndani ya nafsi yake ndivyo alivyo. Kwa hiyo kuna watu mpaka waue, dhamira zao zimewasukuma kuua. Kwa hiyo hazijawahukumu kwamba walichokifanya ni dhambi. Kuna watu wanaishi kwa kuua. Kuna watu ni makatili, maisha yao ni kuua, maisha yao ni kutesa, na dhamira zao zinawasukuma kutesa. Wakati mwingine zinawaundia miundombinu mpya ya kuua pasipo kujulikana au kubainika na serikali, na dhamira zao zinawasukuma hivyo. Kwa hiyo kwa sababu dhamira zao haziwajutii kufanya hicho kitendo, je, imekuwa ni halali? Na wewe uliye katika jamii ya Ukristo unasema ili mradi dhamira zako azikuhukumu katika hilo, kwa hiyo huko sahihi. Na kuuliza, Kristo amegawanyika? Ili Kristo amegawanyika ili kwako wewe huwe halali, kwa makanisa mengine isiwe halali, au kwa wachaji wengine wa Mungu isiwe halali? Kwa hiyo Kristo amegawanyika kiasi hicho? Hii ni swali ambayo imeenda na vitu hii. Hivi Kristo amegawanyika? Kristo amegawanyika. Wamoja kusema sisi tunaamini hivi na sisi wengine tunaamini hivi, na sisi kwetu kuvaa vitambala si zambi, kwetu kutokuvaa vitambaa ni zambi. Hivi Kristo amegawanyika? Kristo amekuwa keki ya upako, Kristo amekuwa maji ya upako, mnagawanya kila sehemu. Hivi Biblia mnaisomaje nyinyi? Bwana tusaidie sana. Kristo hajagawanyika na Biblia haiendi hivyo. Sikia niwaambie kitu. Biblia sio tu maneno. Petro anasema unabii au kufasiriwa kwa mtu tu atakavyo mwenyewe, bali ulifasiriwa apendavyo Roho Mtakatifu. Na Biblia hii iliandikwa kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu. Na ili upate kuelewa Biblia lazima uwe na Roho Mtakatifu. Yesu alipokufa na kufufuka, wanafunzi wake walikuwa wanachanganyikiwa sana na maandiko. Walikuwa wasielewe nini kinaendelea. Lakini Biblia inasema kwenye kitabu cha Luka sura ile ni ya 24 na aya yake ya 45, akawafunulia akili zao wapate kuelewa maandiko. Kwa hiyo ili uelewe maandiko haya matakatifu, si kusoma tu unajua alafu umenukuu aya ambayo Paulo anaongelea habari za chakula, kwamba mtu mmoja kwa dhamira zake zinamhukumu kula hiki ni dhambi, na mtu mwingine dhamira zake hazimhukumu. Ukachukua pale inasema dhamira zake hazimhukumu, ukazani hazikuhukumu unapojipodoa kama malaya, dhamira hazikuhukumu. Hili andiko inaongelea habari za chakula. Kama dhamira zako hazijakuhukumu kula pizza ni dhambi, uko sawa. Lakini kama zimekuhukumu na ukala hiyo pizza, wewe umetenda dhambi. Maana kula kwako chakula akwendani katika imani. Pasome vizuri hapo. Hiyo andiko umeiweka hapo, isome vizuri. Maandiko haya yanahitaji mafunuo. Wewe haujaishi zama za maandiko. Yaani watu wamekaa wameshikilia maandiko, Mafarisayo, lakini hawakuwa wanaelewa nini kinachoongelea maandiko. Bwana tusaidie sana. Mpaka Yesu anafunua sasa akili kwa wanafunzi wake wapate kuyaelewa maandiko. Sasa wewe unakuwa umeyaelewa zaidi ya Petro. Ndugu zangu, Yesu anasema hivi katika kitabu cha Yohana sura ile ya 6 na aya ya 63. Anasema kwamba mwili haufai kitu, Roho ndiye anayefaa. Roho ndiye atoaye uzima, mwili haufai kitu, Roho ndiye atoaye uzima. Na maneno haya ninayowaambia ni roho. Maneno ya Mungu ni roho. Ndio maana yanahitaji mafunuo upate kuyaelewa. Sio tu kwa sababu yameandikwa, ni roho. Maneno ya Mungu ni roho. Mwili haufai kitu, Roho ndiye atoaye uzima. Maneno ya Mungu ni roho. Maneno nayowaambia ni roho. Ndugu zangu wapendwa, maneno yahitaji mafunuo haya. Neno la Mungu hili lahitaji mafunuo, sio kukurupuka tu. Hoja zako unazichukua kwa mzee Mbarikiwa Mwakipesele. Unakuja kutetea mambo yako kama Jezebel. Yaani unaonekana unajipamba, unafikiria wewe ndo wa kwanza. Halikuwepo Jezebel akajipamba na dhahabu, alijipamba mpaka na wanja akajipaka wanja kipindi Yehu anakuja, Yehu mwana wa Nimshi ndo anakuja sasa kumua, kama neno lilivyosema kupitia kwa nabii Elia. Anakuja kumua, kumwangamiza, kutoa uchafu ikulu. Aliposikia Yehu anakuja, akajipaka wanja, akajipaka hivyo vyenu usoni, akakaa kwenye dirisha. Lakini Yehu anauliza, nani aliyoko upande wa Bwana aniondolee takataka hilo, amsukume? Unasikia? Jezebel alikuwa anajipamba hivyo
kwenye Wafalme wa Pili, anapotaka kuuawa na Yehu mwana wa Nimshi. Ndugu zangu, usifikirie wewe ndo wa kwanza. Usifikirie wewe ndo wa kwanza kujipaka hivyo. Wewe si wa kwanza. Jezebeli mama yenu alijipaka hivyo. Bwana tusaidie sana. Mzee Mbarikiwa Mwakipesile aliongelea habari za pete. Na hiyo ikakupa uhalali wa kusema kwamba pete ni halali. Pete ni halali kwa Mkristo kuvaa, kwa sababu alinukuu Yesu anavaa mkanda matitini wa dhahabu kwenye Ufunuo. Kwanza Biblia yenyewe, kitabu chenyewe kinasema huu ni ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu awapelekee watumishi wake, nao wakaupitisha kwa mkono wa Yohana. Kwa hiyo kitabu chenyewe kinahitaji mafunuo. Kama nilivyosema, neno la Mungu lahitaji mafunuo. Kwa hiyo Yesu kuonekana kwake na mkanda wa dhahabu kwenye matiti, kwanza Yesu ambaye yuko mbinguni anaonekana ni nani mbinguni? Mpaka onekane na mkanda ni nani. Kule mbinguni kuna watu wazee 24 wamevaa crown, wamevaa taji za ufalme kule. Zile zinaonyesha nini? Wako chini ya mtawala, wako chini ya mfalme wa wafalme. Ndiposa unakuta mahali pengine Yesu anaonekana mwanakondoka na kwamba amechinjwa. Wakati mwingine Yesu anaonekana yuko kwenye farasi. Wakati hayo ni mafunuo, ni mafunuo. Ikifika kwa swala la utawala, Yesu anaonekana yuko kwenye kiti cha enzi amevalia ufalme. Ikionekana kwenye habari za kukomboa, anaonekana mwanakondoka na kwamba amechinjwa. Ikionekana kwa nafasi za ibada, anaonekana ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu Mwenyezi, aliyeko na anayekuja. Bwana tusaidie sana. Ni mafunuo. Kitabu cha Ufunuo chahitaji mafunuo ya roho. Sio kwa sababu imeandikwa mnyama atatokea nadhani chui anakuja na vichwa 7. Chui anatoka kwenye maji vichwa 7. Uliona chui anaishi kwenye maji? Au mnyama anaishi kwenye maji kiasi hicho? Yahitaji mafunuo. Vitabu vingine unasoma unaviacha vilivyoandikwa kama hujafunuliwa. Unaviacha vilivyoandikwa. Ile ni ufunuo, yahitaji mafunuo. Lakini alisoma kwenye kitabu cha Luka, tukiangalia Luka ile sura ya 15, nitasoma aya 22, nasema hivi: Lakini baba yake akawaambia watumishi, leteni upesi joo lililo bora sana, tieni pete kidoleni mwake na viatu miguuni mwake. Bwana sifiwe sana. Huyu ni Yesu anatoa mfano kwa mwana mpotevu aliyepotea. Huyo mwana mpotevu alipopotea, alipoenda nchi ya mbali, akafanya anasa huko, alafu akakumbuka. Biblia inasema akapata akili ikamrudia, akasema ngoja niende nyumbani kwa baba. Watu kule wanakula wanasaza, yani wanakula mpaka vyakula vinabaki mezani, wanakula wanashiba. Mimi nakula mpaka kuanza kula na nguruwe. Sasa nikirudi nyumbani kwetu najua cha kufanya, maana nimemkosea baba vya kutosha. Nitamwambia tu, baba, mimi sistahili hata kuwa mtoto tena, nifanye kuwa mtumishi. Kwa hiyo mtoto aliona mimi nisife na njaa, kwetu kuna chakula nilikotoka, bora hata niwe mtumishi kama watumishi wengine, nile chakula pale, niishi pale nyumbani, nisiwe kwenye mateso na tabu ya namna hii. Sasa alipofika yeye, mawazo yake, nadharia zake ni kwamba anaomba radhi apate hata neema ya kuwa hata mtumishi. Lakini baba yake alikuwa na nafasi ya kusema, huyu mwanangu kumbe alikuwa amepotea, nilizani amekufa, kumbe amepotea, yu mzima amepatikana. Ndipo anampa pete na joo, koti au kanzu nzuri na viatu miguuni. Kwa hiyo anarudishwa kuwa tena mtoto. Akamwambia, wewe ni mtoto, rudi uwe mtoto. Yesu anatolea mfano kwa wanadamu na Mungu. Wanadamu walipoasi wakatoka usoni mwa Bwana, walikuwa wana nafasi ya kuwa tena marafiki wa Mungu, walikuwa wana nafasi ya kuwa watoto wa Mungu, walikuwa wana nafasi ya kuwa tena karibu na Mungu kiasi hicho. Lakini Yesu alipokufa na kufufuka, na yule mwanadamu anayepata akili ya kusema, kwa nini nidumu katika dhambi, ngoja nirejee nyumbani kwa Bwana, akizani kwamba atakuwa tu ni mtumishi wa kawaida. Bwana asema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana. Yani hiyo nafasi mwanadamu hastahili tena hapo.
Mwanadamu hastahili kuwa tena mtoto wa Mungu. Mwanadamu hastahili kuwa kipenzi cha Mungu, lakini kuna mpatanishi, Yesu Kristo. Huyo mpatanishi anawarejesha watoto nyumbani. Anawarejesha nyumbani kwa Baba, wakimpokea wanakuwa watoto wa Mungu. Huu ni mfano. Alitumia mfano, pasipo mfano hakufundisha, kama ninavyo nabii Isaya. Yahitaji mafunuo. Lakini sasa hoja, kwa nini baba yake ampe pete? Pete iliashiria nini? Yesu aliongelea habari za mfalme. Huyo baba alikuwa ni mfalme, alikuwa ni tajiri, alikuwa anaishi kifalme, alikuwa anaishi kwa zama zao. Tajiri alikuwa anaishi kama mfalme, na wafalme walikuwa wanaishi maisha ya hivyo. Na wafalme walikuwa na pete zao. Wafalme walikuwa na pete zao, na zile pete zilikuwa na muhuri wao. Ngoja tusome kwenye kitabu cha Esther. Nataka niwe haraka, maana video hii ikawa ndefu, inaweza ikawa ndefu zaidi. Huenda mnaona niko haraka. Nataka niwe haraka. Na samani kwa wale ambao wana ile nani ya kushika kwa kuelewa mpaka wende slow, yani wende taratibu sana, mtakuwa mmenisamehe kwa hili. Lakini ngoja tuangalie kitabu cha Esther kwa habari za pete. Maana kwa mkanda wa kiunoni wa dhahabu wa matitini kwenye ufunuo yahitaji mafunuo. Ile inahitaji mafunuo, sio elimu tu. Kama Biblia isemavyo, ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu yahitaji mafunuo. Haya, kitabu cha Esther sura hili ya pili, sura ya 3 samani. Kitabu cha Esther sura ya 3, nataka tuanzie mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi: baada ya matukio haya, Mfalme Asuero alimheshimu Nahamani mwana wa Hamedatha Mwagagi, akampandisha na kumpa kiti chake cha heshima cha juu sana kuliko wakuu wengine wote. Ngoja nitambukie. Unasikia, Nahamani anapewa heshima. Na alipopewa heshima, akapewa nafasi ya kila mtu awe na inama mbele zake. Lakini Mordekai Myahudi, mila zake na desturi, unajua hawawezi wakainama mbele ya mtu yeyote isipokuwa Bwana. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu ambacho hawezi akakubali. Sasa Naamani alipojua kwamba Mordekai ni Myahudi, akataka kuangamiza Wayahudi wote, lakini asingaliweza kuangamiza Wayahudi wote kwa amri yake. Akaenda akamwambia mfalme maneno kama na hayo. Ukisoma hii sura ya 3 yote utaelewa hicho ninachokisema. Huu ni kama tu ni mtasari wa habari iliyomo ndani. Akamwambia mfalme, akasema basi nimekupa wewe, fanya chochote unachokitaka. Lakini hakusema tu kwa maneno yake, pasipokuwa kitu ambacho alimpatia cha kuasirisha kwamba mfalme yuko tayari kwa kile ambacho Naamani anakifanya. Sasa nini kiliendelea? Mstari wa 10 nasema, basi mfalme alichukua pete yake ya muhuri kutoka kwenye kidole chake na kumpa Hamani mwana wa Hamedatha Mwagagi, adui wa Wayahudi. 11. Mfalme akamwambia Hamani, baki na fedha yako na watendee hao watu utakavyo. 12. Kisha siku ya 13 ya mwezi wa kwanza, waandishi wa mfalme waliitwa, wakaandika barua kwa kila jimbo na katika kila lugha ya watu, kama agizo la Hamani alivyotoka kwa mfalme, kwa watawala wa majimbo mbalimbali na wakuu wa watu mbalimbali. Hizi ziliandikwa kwa jina la mfalme Asuero mwenyewe na kutiwa muhuri wa pete yake mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Na Hamani ndiye aliyeita watu wakaandika hizo barua. Wale wanaoandikaga barua kwenye mfalme wa Asuero walipoandika barua, Hamani, zile barua zinaandikwa kwa jina la mfalme Asuero, kwamba mfalme asema hivi, na zilibidi ziwe na muhuri wa mfalme. Kumbuka, Hamani tayari ana pete ya mfalme, na Hamani amepandishwa cheo na mfalme, akapewa hiyo pete na mfalme. Anapopiga muhuri wa pete na jina ni la mfalme, yaonekana mfalme alifanya, kwa sababu kuna pete yake. Sasa tunarudi kwenye
ile pete yule mtoto alipewa. Kwa hiyo yule mtoto anapewa pete na baba yake anasema mvikeni pete. Ni kwamba anapovikwa ile pete, wale watumishi wote wanaona, kwa sababu amesharudishwa ile cheo ya kuwa mtoto tena, nafasi ya kuwa mtoto tena, na pete amewekwa kwenye kidole chake, kwamba anachokisema anapiga muri kama mwana wa ufalme. Yani chochote atakachokifanya anafanya kama mwana wa ufalme. Sio tu mwana asiyekuwa na muhuri wa ufalme, anao muhuri wa ufalme kwenye kidole chake. Kwa hiyo mfano huu Yesu anautolea kwa wale watu wanaelewa hayo ni mambo yanapitikana katika ufalme, kwamba anayepewa cheo na kapewa na pete katika huo ufalme, huyo mtu basi ana cheo kikubwa katika huo ufalme. Huu ni mfano. Ndiposa nakuta hata kwa Esther ilikuwa hivyo kwenye kitabu cha Esther. Ndugu zangu, maandiko yahitaji mafunuo. Sasa dada yangu, haya maandiko hayaja kualilisha wewe kusema eti uvae pete. Kumbuka ni mfano. Haya maandiko hajakupa uhalali wa kujiweka mikufu na kujiremba kama Jezebeli. Hii ni mfano. Huu mfano unaashirisha nini? Malaika ni nani kama si watumishi wanaowahudumia wale watu watakaorithi wokovu? Na yule anayepokea muhuri wa Mungu, anayeitwa kuwa mwana wa Mungu, anapewa muhuri wa kuomba lolote kwa pete ambalo ni jina la Yesu. Maana ni mwana. Yani lolote tunaliomba kwa jina la Yesu linakuja na muhuri. Mwana aliomba kwa pete, kwa muhuri wa jina la Yesu. Lolote katika ufalme wa baba yetu wa mbinguni tunalipata kwa jina la Yesu. Kwa kutumia jina hilo yote tunayaweza, maana tumepewa wazifa wa kuwa tena mwana katika au wana katika ufalme huo. Bwana asifiwe sana. Haya ni makaripio na ninakufundisha uelewe. Usiwezi tena siku moja unasema dhamira hazituhukumu, dhamira hazituhukumu. Utatuma mpaka wazinzi wanakuambia mimi ninapozini dhamira hazinihukumu, mimi ninapoiba dhamira hazinihukumu. Sasa Kristo amegawanyika. Hivi Kristo anatembea na dhamira zako? Hivi Kristo dhamira zangu ninavyodhamiria ndo zinapeleka kanisa? Hivi Kristo anatembea kwa dhamira za mtu mhubiri awaye yeyote, mtu awaye yeyote, au hivi dhamira za mtu awaye yeyote ndizo zinazopeleka Mungu, au ndizo zinazowakilisha Mungu, au ndizo zinazofanya uhalali wa jambo lolote la Mungu? Dhamira za mtu. Dada yangu, yani wewe ujue kwamba Biblia haijalalisha hivyo. Sasa ukaenda, maana walali wako unaotoa kwa Mbarikiwa Mwakipesile ndo unazitoa huko. Na baba yetu Mbarikiwa Mwakipesile, mzee wetu, alinukuu sana maandiko haya na akasema imani hiyo ni ya kwetu sisi wa Kongo. Sisi wa Kongo tuna imani hiyo ya vitambaa, na sisi ni watu makatili, hatutaki kusaidia watu makatili kabisa. Sisi ni watu makatili. Habari za vitambaa ni habari za roho, ni habari ambazo wahitaji Roho Mtakatifu ili ufunuliwe uelewe maandiko yanazungumza nini. Maandiko yanazungumza nini? Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14 inasema, mtu ambaye hana roho hawezi kuyapokea mambo yatokayo kwa Roho wa Mungu, kwa kuwa ni upuuzi kwake, naye hawezi kuyaelewa kwa sababu hayo yanaeleweka tu kwa upambanuzi wa Roho. Hayo yanaeleweka tu kwa upambanuzi wa Roho. Na haya mambo dada yangu hawezi ukaelewa, maana yanahitajika upambanuzi wa Roho. Ndiposa unajipamba kama Jezebeli na waona kwako ni sawa. Sisi hatuna haja ya hiyo. Biblia inasema kwenye kitabu kile ni cha Waebrania, kwamba Waebrania ile sura yake ni ya 5 na aya ya 4 mpaka ya sura ya 6. Aya ya 4 mpaka ya 6 anasema, mtu ambaye alipokea imani, akapokea nguvu za Roho, akapokea ile neno la kweli, akafuata mafundisho na akasikia raha ya wokovu, afu akachana na imani hiyo, huyo mtu
hali yake huwa mbaya na hawezi akaokoka hata watu wahubiri kiasi gani. Kwa hiyo wewe umekwisha kupotea na ulikuwa na Roho Mtakatifu, ulikuwa na mafunuo ya Roho, ulikuwa na neno nzuri, ulikuwa, kwa hiyo wakati mwingine kukuhubiria itakuwa ni ngumu wewe kurejea nyumbani. Itakuwa ni vigumu, labda upate akili kama mwana mpotevu alivyopata akili. Maana wanaopata akili, kumcha Mungu ni chanzo cha akili, ni chanzo cha maarifa. Wanaopata maarifa ya kutubu ni wachache sana, wanarejea nyumbani. Na hiyo ni lazima uwe na akili. Akili kikurejea kama Nebukadneza, basi utarejea nyumbani. La sivyo hali yako ni ngumu sana, na hata watu wahubiri kiasi gani hautaweza kuokoka tena. Na haya kwa sababu ya hayo, hii video nakuja kukanya. Yani kama umepotea, usiwahi kuwahubiria watu wafuate dhamira zao, kama unavyosema dhamira zangu. Kana dhamira zako huko, ukapotee huko, usiwe chanzo cha watu wengine kupotea. Maana walio kupoteza wana agenda ya kupoteza, wamepewa agenda. Tunawajua wakina Isaiah Benson, wana agenda na ibilisi ya kupoteza wale watu. Wana agenda, wamepewa agenda ya kupoteza. Na kama umepatikana kwenye agenda zao, usiwapatishe wengine kwenye agenda hizo. Kwa hiyo nakukanya kabisa, nakukanya dada yangu, kwa heshima sana nakukanya. Si kwa matusi, kwa neno la Mungu. Alinukuu kitabu kile ni cha Wakorinto sura ile ya 11. Sasa baba yangu Mwakipesile alivyonukuu na kusoma hapa, akasema ukisoma vizuri, ukikaa makini na kusoma vizuri, utaona nywele ni badala ya kitambaa. Maana Biblia haijasema tufunike nywele, tufunike kichwa. Sasa kama nywele hizo zinakaa kwenye nyayo za miguu, basi zisingefunikiwa, maana ni kichwa tu. Lakini Biblia inasema tufunike kichwa. Sasa unapofunika kichwa na kimejaa nywele, sijui kama hizo nywele utazikuwa umeziacha kuzifunika. Sidhani na sielewi. Lakini dada yangu kapata hoja yako hapo. Wakorinto wa kwanza sura ile ya 11 mstari ule wa pili, naanzia hapa, inasema hivi: ninawasifu kwa kuwa mnanikumbuka katika kila jambo na kwa kushika mafundisho niliyowapa. 3. Napenda mfahamu kwamba kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. 4. Kila mwanamume anayeomba au kutoa unabii akiwa amefunika kichwa chake, anakiaibisha kichwa chake. Anayeomba au kutoa unabii amevaa kofia au kufunika kichwa, huyo anakiaibisha kichwa. 5. Naye kila mwanamke anayeomba au kutoa unabii pasipo kufunika kichwa chake, anakiaibisha kichwa chake, kwani ni sawa na anayenyolewa nywele. Anayefunika kichwa mbele za Mungu, kutoa unabii au kuomba, ni sawa na anayenyolewa nywele. Ni sawa na aliyekata nywele mbele za Mungu. Ni sawa na mtu mwenye kipara, yani nywele zake zinakuwa ndefu badala ya kitambaa. Sawa, ni ndefu badala ya kitambaa, lakini mbele za Mungu ni sawa na anayenyolewa nywele pasipo kufunika kichwa. Uwe na nywele ndefu, uwe umezikata, yani ukienda bila kufunika kichwa mbele za Bwana kwa kuomba, ni sawa na aliyekata nywele. Kumbuka, unasema kwani hili andiko walioni, hili andiko walijui, hili andiko walijui. Hiyo haipi halali ya kwamba kwa sababu wao wanaamini hivi, imekuwa hivi. Kristo hajagawanyika. Na maneno haya hakuna wezaye kuyasema tu, yahitaji mafunuo ya Roho. Wakorinto, Biblia inasema, Paulo anasema kwamba yani sio tu mtu anavyotaka, bali wale wanaoshika ni wale walio na Roho wa Mungu tu. Maana yahitaji mafunuo ya Roho. Wanayashika haya mafundisho ni walio na Roho wa Mungu tu, yani au tu, na sio wengine. Na kwa sababu ya nini? Yahitaji mafunuo ya Roho.
Nimekwisha kuambia neno la Mungu lahitaji mafunuo. Yesu aliwafunulia watu wapate kuelewa maandiko. Yesu alisema neno hili ninalowaambia, roho mwili haufai kitu. Roho ndiye atoaye uzima. Maneno nawaambia ni roho. Bwana asifiwe sana. Neno la Mungu ni roho. Roho ndiyo iletayo pumzi. Mwanadamu alipohumbwa, Bwana akapulizia pumzi ya uhai na mwanadamu akawa nafsi hai. Na neno hili la Mungu linatupa uzima, linatupa uhai, maana ni roho. Bwana tusaidie sana. Mwanamke anapokaa ni sawasawa, pasipo kufunika kichwa, ni sawasawa na naye nyolewa. Nataka nikukanye mbali kabisa, na usiwahi kunukuu andiko vibaya tena. Usipokuwa umefunuliwa andiko, liache kama lilivyoandikwa. Kama una mafunuo ya hilo andiko, liache kama lilivyoandikwa. 6. Kama mwanamke hatajifunika kichwa chake, kama mwanamke hataki kufunika kichwa chake, okay. Kama mwanamke hata kifunika kichwa chake, basi inampasa kunyoa nywele zake. 6 hiyo. Kama hutaki kufunika, dada yangu, usituvalie hivyo vyako vimawigi. Kata nywele zako. Lakini kama ni aibu kwa mwanamke kukata au kunyolewa nywele zake, basi afunike kichwa chake. Basi afunike kichwa chake. Maana kwa nini? Haijalishi una nywele ndefu mbele za Bwana unapokwenda kutoa nabii au kuomba. Haijalishi. Kama wewe unaona mimi sikufunika zangu nywele, hapana. Basi nyolewa. Lakini kama unaona kukata aibu ni aibu, basi funika tu kichwa mbele za Mungu. Wewe funika tu mbele za Bwana. Wewe funika tu kichwa mbele za Bwana basi. Unaona? Sasa hii habari inasema kwamba, maana nikisoma hapa na video imeanza mbali, wengine ni wavivu kusikia. Itakuonyesha kwa nini anaambiwa kwamba nywele zake amepewa nywele hizo ndefu badala ya kitambaa. Hizo nywele zinakuwa ndefu badala ya kitambaa kwa mbele za wanadamu, sio mbele za Mungu. Mbele za Mungu inahitaji kufunika. Asipofunika ni sawa na aliyenyolewa. Ngoja nimetambukia niende mstari wa 14. Je, maumbile ya asili hayatufundishi kuwa ni aibu kwa mwanamume kuwa na nywele ndefu? Lakini mwanamke akiwa na nywele ndefu ni utukufu kwake, kwa maana mwanamke amepewa nywele ndefu ili kumfunika. Bwana asifiwe sana. Na hapa ndipo mnadhani hizo nywele ndefu alizopewa kumfunika ni badala ya kitambaa mbele za Bwana. Ni mbele ya wanadamu, maana ni aibu. Mwanamume kukuza nywele mpaka zinafika huku, zinakuwa ndefu kiasi hicho, ni aibu. Yani maumbile yake tu inaonyesha aibu. Ni aibu. Na ni aibu kwa mwanamume, kwa mwanamke kukatakata nywele, unakata nywele. Yani ni aibu. Maumbile tu ya asili inaonyesha hiyo kitu ni aibu. Kwa nini sasa? Kwa sababu nywele hizo ni utukufu kwake, lakini sio mbele za Bwana. Mbele za Bwana bora akate hizo nywele, na kwa sababu akikata ni aibu, aziache mbele za Bwana tu, afunike kichwa. Na akiwa mbele za wanadamu, mbele za mume wake, mbele za watu, basi anaachia hizo nywele, anaziacha, maana hizo zimepewa badala ya kitambaa. Mbele za wanadamu ni badala ya kitambaa, ili asionekane kwa wanadamu amenyolewa. Ndio maana ana nywele ndefu. Mbele za wanadamu asionekane mwenye upaa, asionekane mwenye kukata nywele, amepewa nywele ndefu. Ila mbele za Mungu, ili asionekane amekata nywele, amepewa avae kitambaa, afunike hizo nywele zake. 16 nasema, kama mtu anataka kubishana juu ya jambo hili, sisi wala makanisa ya Mungu hatutambui desturi nyingine. Sasa kama nyinyi mnaubishi juu ya mambo haya, sisi wala makanisa yote yetwayo kwa Mungu hatuna ubishi juu ya jambo hilo, maana kuna desturi nyingine ambayo tumefunuliwa na Roho isipokuwa hiyo.
kwamba kukaa kichwa wazi kwa mwanamke anapotoa unabii wala kutubu ni sawa amekata nywele zake mbele za Bwana. Na ni aibu mwanamke kukata nywele. Kwa hiyo mbele za Bwana anakuwa mtupu, anakuwa mwenye aibu, anaenda kabisa, anaonyesha aibu mbele za Bwana. Na tuna desturi nyingine bali ni hiyo. Maneno haya ni roho. Kwa hiyo nakukanya, usiwahi kutumia maandiko kama hayo zamira yenyewe ya chakula. Unatuletea kwa habari za roho za kufunika kichwa, habari za mapete na mikufu. Yahitaji mafunuo. Kama andiko, na kuonya tena, kama andiko milisoma na hujalielewa, kama andiko hujalipata kwa mafunuo ya hilo andiko, kufunuliwa kwa hilo andiko maana yake, liache lilivyoandikwa. Liache lilivyoandikwa. Usije ukatuambia wakati mwingine hayo yalikuwa yanahusu wa Korinto. Watu wamekuwa na utafiti mwingi. Wakina Isaiah Benson na Biblia imetuambia watu watakuwa na utafiti nyakati za mwisho. Watatafiti mambo mengi sana na kusema ya mambo tu ili yatafiti kwa rozi danganyazo, kwa mafundisho ya mashetani. Watakuwa na utafiti na kupotosha watu. Kwa hiyo wanatafiti sijui Sinai Bible, sijui Yesu alifundishwa Misri, sijui Yesu alienda kule, sijui kwa Buddha. Yesu mwenyewe anafundisha, anasema habari za Ibrahim. Kwani Buddha ni mkubwa, alikuja mbele ya Ibrahim? Mafundisho haya Yesu alianza zamani, wakina Isaya wanahubiri, Elia wanahubiri. Kwani Buddha alikuwepo? Achana na hayo mambo mengine ya utafiti wenyewe wa kishetani wa kupotosha. Umekupotosha dada yangu. Usije ukatuambia zamira. Tumia maandiko mengine kutetea hoja yako, sio ya Biblia. Ya Biblia yanahitaji mafunuo na kukanya kabisa dada yangu. Mwakipesile ni kama baba kwetu. Kwa umri wake, kwa siku zake, kwa mambo yake, kwa huduma yake, ni baba. Wakati mwingine tunasikia, tunajua tu baba hapa amekosea na tunanyamaza kiasi hicho, lakini si kusema kwamba yuko sawa. Na usitumie hayo mambo ukazani unajitetea. Ndiposa hata mwenyewe alikuja akakukanya, nami nakukanya sasa, maana wewe ni warika yangu, na kukanya usiwahi tena kupotosha kupitia hayo maneno. Na Mungu atubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja na tuombe. Asante Yesu, maana wewe ni mwema. Tunakushukuru katika yote. Zidi kuwa pamoja nasi, kutufundisha na kutuelimisha. Nina imani itakuwa hivyo kupitia uwezo wa jina lako, nikiomba na kuamini. Amen. Bwana atukuzwe sana.